2022 September, uliza wale ambao wanauza kwa supermarket unga wa mahindi kilo 2 ulikuwa unagharimu shilingi 230, 240, 250. Kwa hivyo hiyo maandamano ilikuwa inasema hii bei ya unga iko juu sana, punguzeni gharama ya maisha. Na tukawahakikishia kwamba ilikuwa kwa manifesto yetu. Sisi wenyewe tukikampeni tulikuwa tunasema bei ya unga iko juu, tungetaka tukichaguliwa tuiteremshe. Kupitia sera ya serikali hii, tukasema moja ya kile kinasababisha bei ya unga ifike 250, 240 kilo 2 ni kwa sababu ya bei ya juu ya fertilizer. Ndio tukaweka pesa ya serikali ya kupunguzia mwananchi mzigo wa bei ya fertilizer. 2022 fertilizer ilikuwa 6,700 or even 7,000 kwa mfuko mmoja wa fertilizer. Tumeipunguza, imefika 2,500. Na hiyo kupunguza bei ya fertilizer kutoka 7,000 mpaka 2,500 na bidii yenu kama wakulima, naye Mwenyezi Mungu akatupatia mvua. Mambo haya yamesababisha bei ya unga ambayo ilikuwa 230, 240, 250 ipungue. Sasa iko range ya 150, lakini tuko na nia ya kuipunguza hata zaidi, ikuje 100 kwenda chini. Kwa sababu kwa watu matajiri unga hata ikitoka shilingi 500 ama 1,000 watanunua tu, lakini kwa mwananchi wa kawaida kupunguza hiyo bei hata kwa shilingi 20, 30, 40 iko na maana sana, kwa sababu watoto hawatalala njaa. Nema kana tema nema. Kwa hivyo hiyo mambo ya kupunguza bei ya unga, pia petroli vile vile ilikuwa juu, ilikuwa 217 lita moja ya petroli. Na unajua petroli ikiwa juu, ile gharama mtu analipa kwenda kutoka mahali moja kwenda mahali pengine inakuwa juu. Tumeidhibiti kati ya September 2022 na sasa, bei ya lita moja ya petroli imeshuka kwa takriban shilingi 43, from 217 to 165, 43 shillings, and that's not a small drop. Vile vile tukasema shilingi ya Kenya ilikuwa haina nguvu, unatumia pesa mingi ya Kenya, especially wale ambayo ni, unajua watu wetu wa Central, watu ya Nyandarua ni watu ya biashara na ni wakulima, si ni kweli? Tukaona bei ya bidhaa muhimu ili tunatumia nyumbani iko juu, kwa sababu shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu, ilikuwa weak. Unahitaji shilingi 167 kupata dola moja. Na wale wanabiashara wetu wa Nyamakema, wale wanafanya consolidation ya bidhaa kutoka ng'ambo, ndio waende kuuza hiyo bidhaa kwa wanabiashara wa Kinangop na wa Olkalau na wa Mirangine. Na wa Oljororok, si ndio? Na wa Shamata, si namna hiyo? Na wa kwa Joy, Wanjoy, ama ni Wakungu, ama ni wapi? Kipipiri, Mawingu. Sasa kama
shilingi ya Kenya haina nguvu. Kupata container moja ya ile mali, mwanabiashara ule ako pale Nyamakima anahitaji pesa mingi ya Kenya kuleta container moja. Na akitumia pesa mingi ya Kenya ndio apate dola ya kulipa bidhaa kutoka China. Bei ile wananchi watapata hiyo bidhaa kule Nyandarua mashinani itakuwa juu, kwa sababu mwenye kuleta kutoka nje ametumia shilingi mingi ya Kenya ndio apate dola ya kununua bidhaa kutoka nje. Neguo. Kwa hivyo tukang'ang'ana, serikali sasa imedhibiti nguvu ya shilingi ya Kenya. For the last 1 year, mwaka sasa umepita, dola ya Kenya imetoka kule ilikuwa 167, shilingi ya Kenya imetoka mahali ilikuwa 167 per $1, sasa ni 127, 128, 129 shillings per dollar. Hiyo inamaanisha ya kwamba gharama ya maisha itashuka kidogo, itakuwa afadhali kwa sababu bei itadhibitika. Niseme vile vile. Asante. Niseme vile vile. 2022 maziwa yetu ilikuwa inanunuliwa shilingi 27, 32, 33. Again, kupitia ile sera ya serikali imepanda kidogo. KCC sasa inanunua na 50, lakini tunataka tuisongeshe ipande hata zaidi. Sehemu zetu za Central Kenya kuna mahali kuna kuzwa majani chai na kahawa. Huku Kiambu, Murang'a, Tharaka Nithi, Meru, Nyeri, sehemu hizo unajua hiyo sekta ya kahawa na majani chai na maziwa ilikuwa chini kidogo, lakini imeimarika. Mmesikia kwa mfano kahawa ile tulikuta ikitoka 50 shillings, shilingi 50 kwa kilo. Kama uko na bahati inafika 60. Leo hii Central Kenya, hapa Kirinyaga na Embu na hapa Kiambu, Murang'a, kilo moja ya kahawa ambayo ilikuwa shilingi 50 ama 60, sasa ni 120, 130, 140, 150. Wera si wera. Ni wera si wera. Kwa hivyo kazi ya kusukuma uchumi ndio kazi ambayo tulikuwa tumeshughulikia kwa miaka miwili ambayo imepita, na tunaendelea na hiyo kazi kwa sababu tungetaka maziwa ipande hata zaidi, kahawa ipande hata zaidi, majani chai ipande hata zaidi. Majani chai tuliikuta ikiwa shilingi 44, sasa imefika average price ya shilingi 64. Tunataka tuisongeshe ipike 100 na ipande ikipanda. Tukasema watu wengi katika taifa letu la Kenya ni wanabiashara wadogo. Kwa mama mboga, iko watu ya bodaboda, iko watu wachuuzi wanauza vitu rejareja. Watu wengi wa Kenya wanapata riziki yao kupitia biashara ndogo. Kama sio biashara ndogo ni wakulima. Nego kana tegu. Si hapo ndio tunapata mkate wa kila siku? Aidha mtu ni mkulima ama ni mwanabiashara. Na sana Central area, Central Kenya, biashara, watu wengi ni mahasla, watu ya kutafuta. Tukasema kwa muda mrefu wanabiashara wale wadogo wanafanya biashara yao uko nje
wanapigwa na jua, wanapigwa na mvua, wanapigwa na vumbi, wengine wako kando ya barabara wanahatarisha maisha yao kwa magari. Tukasema hii serikali ya bottom up itajenga masoko ya kisasa. Si ni kweli? Mahali hata kama wewe biashara yako ni kidogo, kuwe na heshima mahali unafanyia kazi, kwa sababu tulisema kazi ni kazi. Negwo kana tegwo, si wera ni wera, si wera ni wera. Ile kubwa ni wera na hata ile ndogo ni wera. Ndio tumesema katika nchi ya Kenya saa hii tunapoongea, kuna masoko inajengwa, masoko 400 katika taifa la Kenya. Pale Nyandarua, mimi nimetoka Nyandarua I think the last week. Si mimi nilikuwa area? Si nilikuwa area? Hata next week narudi area tena. Si namna hiyo? Si tulikuwa pale Olkalau pale Mirangine? Si tulikuwa pale Kipipiri pale Mawingu? Sasa narudi kwa sababu kila wiki nimeamua sasa, kila wiki lazima nipitie Nyandarua hapo. Yes. Kwa sababu tukuje tusikuje, wacha nione wale wanasema niendelee kutembea Nyandarua. Ati kuna watu walikuwa wanawaharibia jina, ati wanasema Nyandarua hawataki mambo ya maendeleo, ati Nyandarua hawataki maneno ya maendeleo, wanataka kupiga siasa, ati siasa ya kuchochea wananchi, ati siasa ya mdomo. Munataka siasa ama maendeleo? Munataka siasa Nyandarua ama maendeleo? Wacha nione wale wanasema maendeleo kwanza. Thank you. Na wale wenzetu viongozi watusikize vizuri, kwa sababu mimi naona sasa imekuwa bayana. It is now clear. Grupu ni mbili. Grupu ni ngapi? Grupu ni ngapi? Iko grupu moja. Iko grupu moja inasema hatua ito nyoba ito tutirenda maendeleo, turenda siasa. Ati kuna grupu imesema ati sisi hatuna haja na barabara, hatuna haja na masoko, hatuna haja na stima, hatuna haja na maji, hatuna haja na bei ya maziwa, hatuna haja na bei ya kahawa. Ati wanataka tupige siasa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi na Jumapili. Sio ni group moja? Sio ni group moja? Nakuja wanachochea wananchi, wanawaweka mori, kuchochea, wanaenda. Hajasaidia na chochote, hajasukuma barabara, hajasukuma maji, na wengine ni watu wamechaguliwa. Kazi ya mtu amechaguliwa ni kuchochea wananchi ama ni kuwatafutia maendeleo? Ni kuwatafutia maendeleo.
So grupu ni mbili, kuna grupu ya siasa na uchochezi na kuongea tu kwa mdomo, na kuna grupu ambaye ingine tumesema liwe liwalo, liwe liwalo, liwe liwalo, mchana usiku, mbele nyuma, kushoto kulia, juu chini, kazi kwanza, siasa baadaye. Kazi kwanza, kazi kwanza. Na wale wanatusikiza watusikize vizuri. Sisi ni wanasiasa kama nyinyi. Msidhani sisi sio wanasiasa, na tunajua kuomba kura. Wacheni madharau. Tunajua kuomba kura. Si namna hiyo? Si ndio? Lakini pia tunajua kiongozi mzuri anaanza na maslahi ya wananchi kwanza. Anasukuma barabara, anasukuma stima, anasukuma maji, bei ya maziwa, bei ya viazi, kwa sababu kila jambo iko na wakati wake. Ukichaguliwa unasukuma kazi, alafu wakati wa campaign ukifika unatoa koti, unatoa tai, unavaa t-shirt na kofia, unaenda kiwanja kuomba kura. Na vile vile tunajua ya kwamba katika mambo ya siasa, mwananchi siku hizi anataka kusikia wewe kama kiongozi. Wakati umekuwa mbunge, wakati umekuwa MCA, umekuwa governor, senator, ama hata rais wetu, umefanya nini siku ile umekuwa kwa ofisi? Kwa hivyo mimi najua uko siku ya kampeni, mutaniuliza maswali. Si mutaniuliza maswali? Niambie wewe naibu wa rais, wewe mkiwa na rais, mulifanya nini hii miaka mmekuwa kwa ofisi? Si namna hii? Si mnajua mimi nimeingia hapa katikati, wakati tunaona meli inazama, tukaona watu wetu wataachwa kwa giza. Kwa sababu hii kazi tulipaswa tuanze hii kazi siku ya kwanza, lakini tumepoteza miaka miwili tukizozana, tukivutana, tukipengana sisi wenyewe. Serikali haijipingi yenyewe, wenye kupinga serikali ni upinzani. Neguo kana teguo. Kwa hivyo we are very focused on delivery of services to the people of Kenya, including the people of Nyandarua. Kuna watu wanataka tuingie siasa, tumekataa. Na sio ya kwamba tunaogopa. Wakati utafika tutamenyana, kila mtu atoe record yake. Wewe Kindiki umekuwa deputy president 2.5 years. Barabara gani hapa Nyandarua umesukuma? Umesukuma masoko ngapi kajengwa hapa? Umesukuma shule ngapi zikajengwa? Si ndio? Ule mwingine na yeye ambiwe, hata wewe ulikuwa kitu fulani. Ulitusukumia barabara ngapi? Ulitusukumia stima ngapi? Maji miradi ngapi? Neguo kana teguo. So please, it is not that we don't know how to politic. We know. And we are better than some of the characters who are lecturing us every day. Ati kuna wengine wanafikiri hao peke yao ndio wanajua siasa. Waacha tukutane my friend huko mbele. Wataona moto. Wataona siku mrefu. Wataona siku mrefu. Lakini kwa sasa I am so focused, and our challenge tukiwa na waheshimiwa wenu, challenge yetu hii masoko tunajenga lazima ikamilike in the next 6 months. Mnajua ya kwamba kwa sababu vile uchumi ulikuwa, barabara zetu zilikwama kwa sababu hatukuwa na pesa ya kutosha ya kujenga barabara. Lakini Mungu naye ni nani? Vile uchumi umeanza kuimarika, nataka niwatangazie watu yangu ya Nyandarua,
ya kwamba barabara zetu zile zilikuwa zimekwama, sasa tumepata pesa ya kuzijenga na kukamilisha. Yes. Now we have resources to finish and complete those road projects. Contractor wengine wameanza kurudi. We started paying contractors now. Wameanza kurudi, wale hawajarudi wako njiani. Mimi nitawafuata huko kuhakikisha kwamba wamefika na kazi imeanza kusonga. Tuendelee na kazi. Tuendelee na wera. Kwa sababu nikiwa mmoja wenu na nikiwa deputy president, kazi yangu ni kujua ya kwamba pale Nyandarua kuna barabara serikali imeahidi. Rais ametangaza barabara fulani. Rais ametangaza soko fulani. Rais ametangaza ile stima itaongezewa pale. Kazi yangu sio kungojea mpaka siku ile rais atarudi tena. Kazi yangu ni kufuatilia hiyo maagizo. Kwa sababu kama naibu wa rais, rais amenipatia nguvu ya kuita waziri wowote, PS wowote, kumpatia instructions. We work together to expedite the delivery of presidential directives and the delivery of the projects and programs of the government of Kenya. Sasa itakuwaje nyinyi ni viongozi kutoka mashinani mumekuja kwa deputy president? Muko na shida za barabara, muko na shida ya mambo ya maziwa, muko na shida ya stima. Alafu mimi naanza kulalamika kama nyinyi. How is that possible? It's not. Na kazi yangu na sisi wenzetu ambao tuko kwa serikali ni kuharakisha ile imeanza, na ile bado haijaanza tutafute ianze, ndio kazi isonge namna hiyo. Mmenisikia watu yangu ya Nyandarua? So mimi leo nataka tu tukubaliane. Mimi almost every week unajua, mimi naona watu wengi wakijigamba, sijui watu wengine hapo sitaki kuwataja. Usiniulize itawezekanaje kila wiki naenda Nyandarua na Kenya iko na 47 counties, 290 constituencies. Don't worry, that's not your business, it is my business. Sindio? Si namna hiyo? Anga Nyandarua temushi. Nyandarua ni mushi. Ne gwito. Nyandarua ne gwito. Tajoni aina moko mara uga Nyandarua ne gwito. So nyinyi wabunge na MCAs munitengenezee roster. Unajua vile tumefundishwa kazi na rais. One day you can cover 5 counties. Si namna hiyo? Si niko hapa na nyinyi? Si nimemaliza mkutano ya cabinet? Si niko hapa na nyinyi? Si naenda Naivasha saa hii? Si nitatoka Naivasha niende mahali ingine? So ukisikia watu wakisema time haitoshi, ni vile they are not working. So mukitoka hapa muniambie next week kama ni Ndaragwa ama Oljororok
ama ni Haya, tuchape kazi ya maendeleo. Si nimewaahidi ya kwamba tutakamilisha barabara zetu? Ile stima ambayo rais ametoa pale Nyandarua 1.6 billion ya kuweka nyumba 15,000 mpya kuwekwa stima, mimi ndio nitakuja kuziangalia hiyo program ikifanya kazi. There's a lot of work. There's a lot of work. You will see me supervising electricity projects, supervising road projects, supervising all the other projects, because that is the only way I can be defined as the principal assistant to the president. Si namna hiyo? Na sio Nyandarua peke yake. Kaunti 47 za Kenya. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea sana. Mimi today I just wanted to say tukutane ground. Tukutane wapi? Sio hapa. Hapa mumekuja courtesy call kuona Deputy President mahali anakaa, ndio nikikuja ground muwe mnajua mahali ninatoka. Si namna hiyo? And I want to assure you, I will not let you down. I want to assure you, Nyandarua is a priority because it is one of the counties that has been left behind in certain areas of development. Na mimi nataka niwahakikishie, we are working together with your leaders. Si namna hiyo? Wapi nduru ya Mama Faith Gitau ambaye ni mama yetu? Pia tuko na mbunge wa Kinango Kwenya Thuku. Pia tuko na mbunge wetu wa Oljororok Mushira. Pia tuko na mbunge wa Ndaragwa, ule mtu mzuri, si mnamjua? Anaitwa George Mzuri. Kanateguo etawa Gachagua. Ora mwega. Pia vile tuko na waheshimiwa ambao wamekuja, ndio mjue ya kwamba sisi kama taifa tuko taifa moja. Kuna waheshimiwa kidogo pole. Kwanza kabisa tuko na apology ya David Kiarao. David Kiarao ni mbunge wetu wa Olkalau, na mimi last week nilikuwa pale kwake. Ameomba apology, ako safarini ya kikazi, so we are okay. Sasa nilikuwa nasema tuko na wabunge ambao tunaenda nao huko Naivasha. Mmoja anaitwa Mheshimiwa Vincent Musyoka Kawaya, mbunge wa Mwala. Wapi makofi ya Mheshimiwa Musyoka? Pia tuko na Mheshimiwa wa Uriri anaitwa Mark Nyamita.
na tuko na MCS wetu, wasimame MCS wale wako hapa. MCS wapi makofi ya MCS wetu? Wapi makofi ya MCS wetu? Asante. Pia tuko na mbunge mwingine, karibu nisahau. Tuko na mbunge wa kule Chuka Igamba Ng'ombe, anaitwa Patrick Munene. So tuko namna hiyo, na mimi pia niseme hapa tuko na kiongozi wetu katika bunge la kitaifa, anaitwa Kimani Ichung'wah. Na kwa sababu leo mmejua mahali Deputy President anaishi, mimi nataka nikomee hapo, niwahakikishia kwamba I am your number one supporter, your number one defender. Na ile support, the best support and defense I can give the people of Nyandarua is for fighting for their roads, fighting for their electricity, fighting for their water projects, fighting for their milk prices, and fighting for their potato prices. That is the best support I can give you. Ni siasa ama ni kazi? Siasa ama ni kazi? Siasa ama ni kazi? Mara ya mwisho wacha nione watu ya kazi, watu ya kazi, watu ya kazi, watu ya kazi. Ya mwisho ndio tusalamiwe na viongozi wale wengine kidogo kidogo. Kidogo, hao viongozi watawasalamia, msiwe na haraka. Nataka niseme vile hapa kaunti yetu ya Nyandarua kuna sehemu zile za colonial villages ambazo bado title deeds haijapatikana. Nilikuwa nimesema a few representatives wafike hapa ndio niwahakikishie mbele ya huu umati ya kwamba hii serikali ndio serikali ambaye inaenda kushughulikia na kumaliza katika wiki chache zijazo shida ya title deeds ya colonial villages zetu za Nyandarua. Nimeongea na wizara ya ardhi. Unajua wizara ya ardhi, nimeongea na waziri Alice Muthoni Wahome. Tumekuwa na haya hapa katika mkutano. Ameniambia process imeanza, na nimemwambia anipatie tarehe ile nitakuja kupeana title deeds